Tuje labda kwa upande wa Afrika hususan Tanzania. Labda kwa hizi ushuru mpya ambao ulitangazwa na Marekani na hivi juzi kwa mataifa yote tumeona kwa Afrika Tanzania tulitajwa 10% kwa bidhaa zetu tunazozipeleka Marekani. Na kwa ujumla kwa mataifa ya Afrika tunajua kulikuwa kuna ule mkataba wa AGOA ambapo Marekani ili offer ku baadhi ya bidhaa zaidi ya 1000 ambazo nchi za Afrika zitazipeleka bila ushuru. Lakini wakati huo pia Marekani ipewe soko ya bidhaa zao hususan kwa nchi za Afrika ni hasa inaletwa ni mtumba kwa ajili ya kubalance hiyo na of course na imefikia kipindi ni kwamba wao wanauza zaidi kwetu kushinda sisi, hususan kwa mfano kuchukulia mfano hapa Tanzania hususan kwenye soko la mitumba. Sasa nilikuwa nataka tuangalie hii, unadhani itatuathiri vipi kama Tanzania? Kwanza labda tukiangalia kwa volume au ukubwa wa biashara kati ya Tanzania na Marekani na huu ushuru mpya utakuwa na maana gani kwetu? Kwa ushuru ambao umewekwa kwa ujumla ni ngumu sana kusema kwamba utaathiri kwa sababu ukiangalia kwa miaka 2013 mpaka 2023 tumeuza bidhaa za takriban dola milioni 790 kupeleka Marekani. Lakini ukiangalia kwa nchi zingine kama Ulaya umeuza bidhaa ndani ya miaka hiyo Ulaya tumeuza zaidi ya bilioni 10 dola. Sasa ukikompea unaona kwamba bado tulikuwa tunapeleka bidhaa chache sana Marekani. Kwa hiyo ni ngumu kusema kwamba tutaathirika kwa ujumla kwenye hili. Ni ngumu sana athari itakuwepo labda kwa baadhi ya makampuni yanayo export. Lakini athari kwa uchumi kwa sasa hivi haiwezi kuwepo. Labda nadhani tumpitishe mtazamaji wetu labda kumpa takwimu la tunapozungumzia trade partners wa Tanzania ni nani hasa? Yaani ni watu gani ambao tunafanya nao biashara hasa? Labda tumpe hizi takwimu za miaka 10 kama ulivyoitaja, then labda unaweza kufafanulia zaidi kuona kwamba tunamaanisha nini tunaposema kwamba kwa ushuru wa 10% ambao Marekani imeweka dhidi ya bidhaa za Tanzania zinazoingia nchini mwao hauna athari kwa Tanzania. Labda tuangalie kwa miaka 10 kati ya mwaka 2013 mpaka mwaka 2023 tumefanya washirika wetu wakubwa kibiashara ni nani? Labda tukianza kwa kuangalia mauzo ya nje. Ukiangalia kati ya mwaka 2013 mpaka mwaka 2023 tuliuza bidhaa Ulaya zenye thamani ya jumla ya shilingi dola bilioni 10.6. Kwa hiyo wateja wetu wakubwa kwa miaka 10 hiyo ni bara la Ulaya. Mteja wetu wa pili ni India, ambapo wenyewe katika kipindi hicho cha miaka 10 tuliuza bidhaa zenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 10.5. Na mteja wetu wa tatu ni Afrika Kusini. Wenyewe katika hicho kipindi cha miaka 10 tumeuza bidhaa zenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 9.3. Na mteja wetu wa 4 ni Falme za Kiarabu. Huko tumeuza bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni 4.2. Lakini mteja wetu wa 5 ni Kenya. Kenya kwenyewe tumeuza bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni 3.6. Na anayefuatia mteja wetu wa 6 ambako tumeuza sana bidhaa ni China. China kwenyewe huko tumeuza bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni 3.5. Kwa hiyo wengine wanaendelea hapo. Congo, DRC Congo tumeuza bidhaa zenye thamani ya bilioni 2.37 dola. Uganda bidhaa zenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 1.6. Rwanda bilioni 1.4. Japani bilioni 1.3. Burundi bilioni 1 na Marekani ni
kama ulivyosema ni dola za Kimarekani bilioni 0.79. Kwa hiyo utaona kwamba ni kiasi kidogo sana ambacho cha mauzo ambacho tunapeleka Marekani. Lakini sisi pia tunanunua bidhaa kutoka wapi? Labda pia na wenyewe tujaribu kumpitisha hapo mtazamaji wetu. Kwa kipindi cha miaka 10 mteja nchi ambayo tumeagiza bidhaa zaidi ni China. China tumeagiza bidhaa zenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 24.5. Kwa hiyo mtazamaji hapo utaona ni kwamba na hiyo ni kama asilimia 26-27 ya bidhaa zote ambazo tuliagiza katika hichi kipindi. Na nchi inayofuatia ni Falme za Kiarabu ambako tumeagiza bidhaa zenye thamani ya shilingi dola za Kimarekani bilioni 20. Na ukiangalia Falme za Kiarabu iko pande zote kwa sababu moja ya bidhaa ambayo inauzwa sana Falme za Kiarabu ni dhahabu. Dhahabu tunauza. Lakini moja ya bidhaa tunanunua kutoka kwao ni mafuta. Kwa hiyo ni kama kuna balance kidogo. Lakini nchi inayofuatia zinazofuatia ni Ulaya sasa. Ulaya na kwenyewe ni watu ambao ni nchi tunaweza kusema ni watatu kwa kuleta bidhaa Tanzania katika hicho kipindi cha miaka 10. Wao walileta bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni 20. Lakini anayefuatia India bilioni 16, kuna Afrika Kusini bilioni 5.4, Japani bilioni 5, Kenya bilioni 5, Marekani bilioni 3.4. Kwa hiyo Marekani anauza zaidi bidhaa nchini kwetu kuliko tunazozipeleka kule. Na bidhaa kwa sehemu kubwa ambayo tunanunua kutoka Marekani ni hasa mitumba ambayo imekuwa ina soko na bidhaa zingine kuna bidhaa ziko tofauti. Na kuna Uganda pia wanauza bidhaa za thamani ya bilioni 3. Wameuza Singapore na Canada nayo inakuwa ni ya 10 kwa kuleta bidhaa. Kwa hiyo unaona urali uliopo na kiwa ukubwa wa bidhaa ambazo tunanunua kutoka Marekani na zile ambazo sisi tunauza kutoka Marekani. Na sisi tunauza kwa sehemu kubwa nadhani ni bidhaa za kilimo. Kilimo ni bidhaa za kilimo. Na kwa ukiangalia tunachokinunua na tunachokiuza tunanunua kikubwa lakini tunauza kidogo. Lakini pia hata kwa ukiangalia kwa ujumla wa ukubwa wa biashara na nchi zote bado ni kiwango kidogo sana biashara yetu na Marekani. Na Marekani. Sasa kwa hiyo ni ngumu kusema kwamba huu ushuru utatugharimu. Lakini labda inawezekana ikafanya sasa ushuru wamepewa wengi. Kwa hiyo sisi ile 10% hata kampuni zinazopeleka uweze kusema zitaathirika kwa sababu washindani wao nao wamewekewa ushuru. Na ukumbuke sisi ni hiyo ushuru wa 10%, kuna ule ushuru walipewa kila mtu 10%. Sasa kwa hiyo ni ngumu kusema kwamba kutakuwa kuna athari, lakini athari ambazo tunaweza kuziangalia ni effect ya hii mtikisiko wa kiuchumi. Moja ya effect ambayo itatokea ni kwenye masoko ya kifedha. Sisi tunategemea sana sehemu kubwa ya bajeti yetu inategemea haya masoko ya kifedha. Kama unafahamu tumekuwa tukikopa kuna yale mashirika kama Benki ya Dunia lakini pia tunaenda kwenye masoko siku hizi. Na kwa mfano sasa hivi kama reli sehemu kubwa ya reli inajengwa inategemea masoko ya mitaji ya dunia. Ndio maana unaona mabenki ambayo yameikopesha sehemu kubwa ya ile reli inajengwa kwa yanachukua fedha. Sasa huu mtikisiko unavotokea hivi moja kwa moja unaona masoko ya dunia yanakuwa kwenye hali ya mchafuko kama ile iliyotokea miaka 2007 2008 na wakati wa Covid. Sasa ikitokea hivi mara moja kitu ambacho kinatokea riba inakuwa juu. Riba inakuwa juu na haya mitaji inaenda kwenye sehemu ambazo zina uhakika. Sasa moja ya changamoto ya masoko yetu wanasema ni masoko ambayo hayana uhakika. Sio kwamba ni kweli
kwa sababu ukikompea matatizo tulionayo ni matatizo ambayo nchi nyingine nyingi zinazo, lakini sisi tunawekwa kwenye kundi la masoko ambayo hayana uhakika. Labda waseme kwa sababu yana uchumi mdogo. Lakini pia wanasemaga matatizo ya kisiasa, matatizo kwamba ni kanda ambazo zina vita, vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunasema hivyo. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho itakachotegemewa ni mitaji kuwa juu. Sasa kama mitaji ikiwa juu, unafanyaje? Hiyo ni moja ya kitu. Kwa hiyo kuna mitaji ikiwa juu, maana yake hapo unazungumzia uwekezaji. Unabidi kuangalia kwamba watu wataangalia kwamba nchi yako kama ndo nchi kweli vivutio vya uwekezaji vipo, lakini kingine mikopo unayopokea utaipokea kwa gharama za juu. Kwa hivyo ni vitu ambavyo ninategemea kuviona kuna uwezekano mkubwa vikatokea kwenye masoko kutokana na hii hali ya kutotabirika. Lakini kwa upande wa thamani ya dola na fedha hakutakuwa na athari yoyote katika hilo kutokana na mtikisiko unaoendelea, sio kutokana na ushuru, kiwango cha ushuru ambacho tumewekewa na Marekani, lakini nazungumzia kwa upande wa huo mtikisiko ambao mnaozungumza ambao utakuwa na athari kwenye masoko ya fedha, ambako mashirika ya fedha kimataifa kama mabenki ambayo yanatoa mikopo ile ya kibiashara na ile mikopo mingine ambayo ni mikopo nafuu yanapata huko fedha yataathirika. Hakutakuwa na mtikisiko wote wa thamani ya moja ambacho kitu kinachotegemewa ni kwamba thamani ya dola itashuka. Sasa inawezekana sasa kwa nchi kama yetu, unajua moja ya issue ni kwamba hizi nchi ambazo za chumi zetu, chumi ndogo, wakati mwingine dola ikishuka inawezekana sio kwamba inamaanisha shilingi yako itapanda. Ita reflect moja kwa moja. Lakini kitu ambacho kitatokea ambacho ni uhakika ni thamani ya dhahabu itapanda. Kwa kama thamani ya dhahabu itapanda, ufahamu sisi ni moja ya nchi wazalishaji wakubwa wa dhahabu. Kama thamani ya dhahabu itapanda, maanake kuna mapato makubwa ambayo tutayapokea kwenye dhahabu. Kwa hiyo hili ni sehemu ambayo inabidi tujipange kwamba kutakuwepo kuna windfall, wanasema windfall. Na dhahabu imeanza kupanda, unajua dhahabu imekuwa ikipanda, lakini kuna uwezekano ikapanda zaidi kwenye hichi kipindi. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunakitegemea kama advantage kwenye hii changamoto. Kwa ni faida kwa Tanzania. Ni faida. Sasa kwa hiyo itafanana kama ile wakati wa COVID, kwa sababu moja ya jambo lililotunusuru wakati wa COVID-19 ilikuwa ni dhahabu. Na sasa tukiangalia, nadhani kujikinga, diversification ya mitaji ni muhimu sana, lakini pia kuna kwamba sehemu unapopata ile mitaji yetu, kwamba sisi tunasema unachukua mitaji labda ni Ulaya, hizi Baltic. Sasa hivi tumekuwa tukijaribu sana kuchukua mitaji Sweden, hizi nchi za Sweden na wenzake. Kwa hiyo diversification ni kitu ambacho diversification ni kwamba kutawanya ile sehemu unavotafuta, na hicho ni kitu ambacho tumejaribu. Kwa hiyo tunaongea na Wakorea, tunaongea na nchi mbalimbali. Kitu ambacho tungetakiwa kufanya ambacho ni cha kwanza kabisa ambacho kinaonekana viongozi wa Afrika hawakipi kipaumbele ni kufanya biashara kati yao wenyewe kwa wenyewe, kwamba Kenya una nini umuuzie Tanzania. Lakini sio tu kufanya biashara wanafanya kupunguza vikwazo vya biashara, lakini pia na vikwazo vya kuzunguka. Sasa vikwazo vya kuzunguka ndani ya Afrika hivyo ndo vigumu zaidi. Wa Afrika kuzunguka ni vigumu. Kwa mfano sasa hivi Nigeria sasa hivi wana refine oil. Angola muona juzi walikuwa na pitch kweli kwamba Tanzania invest kwenye refinery yao. Sidhani kama ni jambo baya, kwa sababu ni mzunguko ambao ni kitu ambacho kinahitajika Afrika, kwamba hizi chumi zetu, moja ya kitu ambacho kitatukinga na hizi changamoto. Na kwa nini kitatukinga? Ni kwa sababu tunaelewana kwenye namna tunavyowaza. Ni kwa sababu tunaelewa matatizo tunayokutana nayo. Unaelewa matatizo ambayo Kenya anakutana nayo kwenye mitaji, Tanzania anakutana nayo, na unamuelewa mwenzako. Kwa hiyo kama mkiweza kufanya kazi pamoja, ni jambo ambalo litawanufaisha. Sasa kwenye hali kama hii,
ulitegemea kwamba Umoja wa Afrika uwe hai, lakini Umoja wa Afrika ni umoja ambao ile taasisi inazungumzia ni taasisi ambayo ni ya kupigia picha, ya kukutana. Labda viongozi wetu waguswe, na kwa sasa hivi ni kama hakuna mtu ambaye anaweza akawashtua akawaambia kwamba wakutane. Kwa hiyo kitu ambacho unaona nchi zinafanya ni kushirikiana nchi kwa nchi, bilaterals. Kwa hiyo kama Tanzania kwa sasa hivi, na ni kitu ambacho nimeona serikali inafanya, inajaribu kuzunguka pande tofauti, kuamsha yale mahusiano yaliokuwa yamelala. Ni kitu ambacho inabidi tufanye aggressively, kwamba ufanye chochote ambacho nchi jirani inaweza kukupa ukichukue kwa sasa hivi, kwa sababu nyakati zinazokuja hapo mbele wanaotengeneza hii mitandao ndio watakaoitumia. Kwa hiyo chochote ambacho faida ambayo unaweza kupata kwa nchi jirani, hakikisha unaichukua. Kama nchi jirani ana gesi, hakikisha unaichukua, na wewe unahitaji, hakikisha unachukua. Kama nchi jirani ana mafuta, hakikisha unayapata hayo mafuta, kabla ya kuangalia Ulaya, kabla ya kuangalia Asia. Yeah.